Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu rais, ambaye ameweza kushambulia sana wasanii ama wanamuziki kutoka Mlima Kenya ambao walimtembelea Deputy President Kindiki, na akauliza kwamba Wakenya waweze kukataa kwenda katika tamasha zao ama maeneo ambao watakuwa wanajiburudisha pale. Yaani wanasema calls them betrayers, wakisema kwamba ni wasaliti na mambo kama hayo. Na mimi ningependa kutoa maoni yangu kuhusu hii habari kwa sababu imeniguza sana, kwa sababu mimi ni msanii kweli na mimi napenda sana wanamuziki. Ningependa kuambia Rigathi Gachagua, wewe ni mwanasiasa, na wewe kama mwanasiasa uko na uhuru wa kuhama chama kimoja na kwenda chama kingine kwa sababu ya interest zako. Rigathi Gachagua, hata hao wanamuziki pia wako na haki ya kutafuta pesa mahali popote pale. Ikiwa Kindiki amewatolea kitu, wacha waende wakule hiyo kitu, ni wasanii au sio? Na wewe pia kile ungefanya, wewe pia watoleka kitu waje kwako. Hizi kwa kwamba wasanii wanajitafutia hapa pale, unaita wasaliti. Na wewe wakati unaama chama kingine unaelekea chama kingine, mbona wewe usiitwe msaliti? Kwa sababu wewe pia unahama chama kingine, wewe kama mwanasiasa unaenda chama kingine kwa sababu ya interest zako. Na hao wasanii pia wanaenda kwa wanasiasa kwa sababu ya interest zao, wanataka michuzi. Na nyinyi kama wanasiasa mmependa sana kutumia hao wasanii to the point that unataka wachukiwe kwa sababu ya interest zako. Unataka wewe mwenyewe ndio wakusifu, wasisifu mtu mwingine. Na unajua Gidi, nilikuwa naona akisema ati watu wa boycott au wasanii kama watu apologize. Sasa unashangaa apologize for what? Una apologize ya nini? Wewe mwenyewe uli apologize wakati ulihama chama kingine ukaenda chama kingine. Acha wasanii wa kule. Mnani fact mimi ningependa kuambia wasanii, hao wanasiasa wakitoa hiyo pesa, kula, kwa sababu hii ni pesa ya umma. Hiyo ni pesa ya wananchi. Rigathi akitoa, kula. Kindiki akitoa, kula. Raila akitoa, sijui kama huo toa, kula.